mara baada ya uchaguzi wa ndani wa chama uliofanyika ukumbi wa Mlimani City tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025, na mara baada ya Chadema kutangaza kuendelea kutekeleza azimio la no reforms no election, watawala waliamua kupanga mbinu haramu, mbinu dhalimu kudhibiti mapambano ambayo Chadema ilikuwa imeyatangaza wakati huo ya no reform no election. Kwa tukatangaza vita dhidi ya Chadema na mapigo dhidi ya Chadema, na kukawa na njama za mapigo mbalimbali ambayo yalipangwa. La kwanza kabisa likawa lile la msajili wa vyama vya siasa kuandika barua ya kutomtambua katibu mkuu na secretariat ya chama pamoja na wajumbe wa kamati kuu walioteuliwa na mwenyekiti wa chama walioteuliwa na mwenyekiti wa chama taifa, na mapigo mengine. Na tukaendelea mara kadhaa kwenye mikutano yetu na waandishi wa habari kuendelea kueleza mapigo, vita, njama ambazo zilikuwa zinaendelea kupangwa na kutekelezwa ili kuizuia Chadema kwenye mapambano ya no reform no election katika mwaka wa uchaguzi. Bahati njema sana sasa tunaweza kuthibitisha, tulisema wakati huo na tunaweza kuthibitisha hata kwa nyaraka zao wenyewe, kutokana na nyaraka ambazo zimewasilishwa mahakamani na matukio yaliyotokea juu ya njama hizi. Takumbuka kwamba mwenyekiti Tundu Lissu alikamatwa Mbinga tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tarehe hiyo 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, wakati mwenyekiti Tundu Lissu akikamatwa Mbinga, huku Zanzibar na Dar es Salaam, hawa waliofungua kesi iliyopelekea kuzuiwa shughuli za kisiasa za Chadema, tarehe hiyo 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, ndio siku hiyo walisaini nyaraka za kufungua kesi iliyopelekea hatimaye tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 Chadema kuzuiwa shughuli zake za kisiasa. Kwa hiyo kulikuwa kumepangwa njama za aina mbalimbali, kwamba huku mkamate Lissu, mweke ndani kwa kesi ya uhaini ili kufanya sasa asiwe nje tena, asifanye shughuli za kisiasa. Wakati huo fungua kesi na omba katika kesi amri ya kuzuia shughuli zote za Chadema ili kuzuia shughuli za kisiasa. Wakati huo endelea kutomtambua katibu mkuu wa chama kupitia kwa msajili, sekretarieti ya chama, wajumbe wa kamati kuu ya chama, mapigo, mbinu mbalimbali zilizopangwa coordinated. Sasa tunashukuru leo kwamba mahakama ya rufaa walau katika hili la kuondoa zuio haramu dhidi ya Chadema, mahakama imetutendea haki. Tunaishukuru sana mahakama ya rufaa, na kwa kweli ni siku ya furaha sana. Kwa muktadha huo kwa kweli, kwa kuwa matukio haya nitaacha matukio mengine, nitayazungumzia tu haya mawili haya ambayo yalisainiwa au yalitendeka katika siku moja. Kwa kuwa tarehe 9 mwezi wa 4 ndio safari ya kuifungia Chadema shughuli za kisiasa ilisainiwa. Tarehe 9 hiyo mwezi wa 4 safari ya kumfungia Tundu Lissu kwa kesi ya uhaini ndio ilianza kwa kumkamata Mbinga, kama ambavyo leo tunasherehekea Chadema kuwa huru, Chadema kufunguliwa shughuli zake kwa sababu ya utashi na maamuzi ya mahakama ya rufaa kwa ridhaa yake suomoto kuita faili na kusikiliza na kufanya mapitio. Hivyo bila kuingilia uhuru wa mahakama, na kwa heshima kubwa ni muombe jaji mkuu na watawala wengine wa mahakama kuharakisha kesi ya Mheshimiwa Lissu. Mahakama ya rufaa iite hizo taratibu ambazo
serikali iliamua kupanda juu kwenye mahakama ya rufaa kwa njia mbili tofauti, na Mheshimiwa Lissu naye akapanda kuomba mahakama isikilize swala lake kwa jambo la dharura, basi vile vile mwenyekiti Tundu Lissu naye jambo lake liweze kumalizika, na sisi tunaamini kwamba mwenyekiti Tundu Lissu naye anastahili kupata uhuru, ili Chadema tunapokaa vikao vya kikatiba, tunavyokaa kuzungumza, mwenyekiti wa chama ambaye ndiye kiongozi mkuu naye aweze kutoka na kushiriki kwenye kesi hizi. Lakini pamoja na rai hiyo kwa mahakama, tunasisitiza tu mkazo ambao tumekuwa tukiusema siku zote, tunaurejea tu kwa sababu tunaamini kuna wakati sauti hii pamoja na kuwa na serikali ambayo sisi tunaiona batili, sisi tunaiona katili, lakini inaweza kusikia sauti kwamba bila hata kulazimika kuisubiri mahakama. Mazingira haya yanaonyesha kabisa hizo kesi zilikuwa ni kesi za mkakati, ni kesi za kisiasa, ni kesi zilizolenga kukwamisha mapambano ya no reform no election. Bado mwendesha mashtaka kwa maana ya DPP anaweza kabisa bado na rais ambaye sisi tumetoa msimamo wa kutotambua kuchaguliwa kwake, wanaweza kabisa kuzungumza huko ndani ya mamlaka, na moja kwa moja kesi hiyo ikafutwa. Kesi ikafutwa kabisa, mwenyekiti akawa huru na akaendelea na majukumu yake. Kwa hiyo haya mimi naamini yanaweza kufanyika wakati mambo mengine yakiendelea. Katika hatua hii walipotuzuia kwa mazuio hayo, walifanya mazuio mawili. Zuio la kwanza lilizuia shughuli zote za kisiasa za Chadema. Kwa kuzuia shughuli za kisiasa za Chadema, maana wamezuia vikao vya kikatiba, wamezuia mikutano, lakini walizuia vile vile utekelezaji kabisa wa katiba ya Chadema. Kwa nafasi ya mtendaji mkuu niwahimize viongozi wa Chadema maeneo mbalimbali ya nchi kwa kufuata matakwa ya katiba ya chama, kama ambavyo ngazi ya taifa tumeita kikao maalum cha kamati kuu, basi ngazi zote za chama nazo zifanye vikao ili kutafakari mambo ya msingi na kuanza kutekeleza matakwa ya katiba ya chama na kuendelea kufanya uendeshaji wa chama. Lakini zuio la pili lilihusu matumizi ya mali na rasilimali za chama. Kwa hiyo zuio hili nalo limeondoka. Unaweza kutumia majengo ya chama katika maeneo mbalimbali. Mali za chama zinaweza kutumika kwa mujibu wa katiba ya chama kufanya kazi za kisiasa. Rasilimali za chama zinaweza kutumika. Lakini nitumie fursa hii kuomba Watanzania na kuwaomba wanachadema mambo mawili kwa ngazi zote za chama, ukianzia ngazi ya taifa, kuhusu swala la rasilimali. La kwanza ni kuwa tumepita katika kipindi kigumu sana, na kipindi hiki ili kuamka kuanza kazi kwa upana wa nchi na maeneo mengine kinahitaji rasilimali. Kwa niombe Watanzania kote nchini kuichangia Chadema kupitia njia rasmi za uchangiaji wa chama za ngazi mbalimbali kwenye ngazi zetu za chama, na kwa ngazi ya taifa tumekwisha tangaza siku mara kwa mara akaunti za chama, namba za chama. Kwa kweli tunahitaji rasilimali kwa sababu ya mapito ambayo tumepitia. Lakini kuna jambo la pili, Watanzania ni vyema wakakumbuka kwamba kwa sababu Chadema haikujihusisha kabisa na uchaguzi mkuu wa mwaka unaoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kutokana na msimamo wetu wa no reforms no election. Manake vile vile Chadema sasa hivi haipokei hata shilingi moja ya ruzuku ya kutoka serikalini. Na kwa kuwa Chadema haipokei hata shilingi moja ya ruzuku ya uendeshaji wa chama kutoka serikalini, niombe Watanzania tunapokuwa tumefungua leo shughuli za kisiasa za chama ngazi ya taifa na ngazi zote, mfahamu kwamba jukumu la kuifanya Chadema iendelee na kazi, jukumu la kufanya Chadema iendelee kutimiza wajibu wake, Chadema ambayo ina imani kubwa ya Watanzania, ni jukumu la Watanzania wote, wanachama wote wa Chadema.